أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna swali huwa laulizwa sana, na hili swali limekariri mara nyingi na halikuanza leo, hususan kutokana na matatizo yanayoendelea hivi sasa upande wa Mashariki ya Kati. Kwa kuwa kwa nini viongozi wetu wakubwa wanauliwa kirahisi rahisi? Kwa nini wasijifiche kama wanavyojificha wengine? Hiyo ni ishara kwa kuwa sisi ni madhaifu, hatuna nguvu? Kwa nini? Kwa sababu tukihesabu tu haraka haraka, kuanzia Jamhuri ya Kiislamu ya Irani isimame, tuliwakosa 72 ambao walikuwa ni vichwa, mpaka walitaka kumficha Imam Khomeini, lakini Imamu alhamdulillah alikuwa na kiredio chake kawaida. Kabla wengine hawajapata ripoti, huwa ameshasikiliza kwenye kiredio kina Shahid Mutahari, kina Beheshti, kina Talakani, wasomi wakubwa. Tukaenda mpaka kina Haji Qasim Suleimani, wakaja makamanda wakubwa kina Bakiri, kina Salami, tukafika kwa kina Said Hassan Nasrullah, tukaenda upande wa pili kina Ismail Hania, kina Sinwar, kabla yao kina Sheikh Ahmad Yasin, tukaja mpaka tukafika kwa Sayyidul Qaid Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa hili ni swali ambalo huwa linaulizwa mara nyingi, sisi ni madhaifu au vipi? Jawabu lake ni pesi sana, lakini mara nyingi ni kwa sababu sisi tunatarajia tutakula matunda, na matunda hayo bila ya kuyapatia dharubu. La tugharbalunna gharbala, mutachujwa kwenye kichujio kile, yale machujio ya chuma yale. Si mambo ya kuwa unatarajia tufikie matunda bila ya kupata dharubu, bila ya kupambana, bila ya kumwaga damu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, si ndio? Ule uchungu, maumivu tunayoyasikia si tunafikiria mpeke yetu, hapana bwana. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, lakini nyinyi mna moja peke yake ambayo wao hawana. Watarjuna minallahi ma la yarjun, nyinyi mnatarajia makubwa, kwa sababu sio hapa duniani peke yake, mpaka akhera wao hawana. Kwa hiyo sisi fikra zetu, kwa kuwa tukiuliwa basi inaonyesha ni ishara ya udhaifu, basi waliuliwa maimamu wetu wote. Sisi historia yetu inathibitisha kwa hakuna imamu aliyekufa kitandani, ima ameuliwa kwa sumu, ima ameuliwa kwa upanga. Kwa hiyo ni ishara ya udhaifu, si ishara ya udhaifu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wapiganaji wetu au wapambanaji wetu wote si watu wa kujificha kwenye mashimo, kwa sababu leo Pakanyao wengine wanasema yuko Europe, kwa maana hayupo katika ardhi zilizokaliwa kwa mabavu, kwa maana ima yuko zake Ujerumani, sijui wengine wasema yuko Italy, wengine wasema yuko kwenye hiki kisiwa karibu na Lebanon hiki cha Cyprus. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uoga wa kifo. Sasa sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ameumba khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sisi kwetu mauti na uhai vyote vimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Kwa hiyo hatukimbii mauti, na ndipo al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi alipomwambia Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, akimkhutubu Yazidi kwa mnatutishia na mauti au kifo, wa karamatuna min Allahi shahada, kwa sababu hakuna fadhila kubwa, utukufu mkubwa, heshima mkubwa mtu aliyepambana miaka yake yote, aliyetumia umri wake wote kupambana kwa ajili ya kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha mwisho akapata tuzo la shahada, kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa shahidi. Na ndipo Sayyid al-Qaid rahmatullahi ta'ala alayhi, kuna maneno yake mazuri akiyakariri mara kadhaa, asema kitu ambacho mpaka sasa mimi kinanikera, kinaniumiza, hakinipi nafasi, nafikiria je, vita vikiisha mimi nikifa kitandani itakuwaje? Sayyid al-Qaid mwenyewe akiyanena haya maneno, Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo tusione kwa mtu kuuliwa kwa kuwa ni udhaifu, hapana. Na mimi Sayyid al-Qaid alipouliwa kweli ilituathiri, wengine mpaka kuzungumza wakishindwa. Mimi mwenyewe nilipokwenda kuswalisha alfajiri kidogo niache raka ya kwanza nitoke mwachie mwingine, kwa sababu mpaka nilihisi sauti haitaki tena kutoka. Lakini mimi nikawa huisoma hii aya mara zote, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Hizi damu zilizomwagwa, hususan damu ya Sayyidul Qaid, mimi imani yangu 100% hii damu ndiyo itakayomtoa Muamerika na itakayomwangusha Muamerika, na ndiyo Amerika hatoinuka tena baada ya hapo, kwa damu ya Sayyidul Qaid. Allahumma akbar walillahi alhamd. Kwa hiyo mimi nina imani 100% damu ya Sayyidul Qaid itamwangusha Muamerika. Akiangusha Muamerika, taban utawala wa kizayuni hauna kitu. Mazayuni wale lau si Muamerika hata siku moja hawezi kustahamili. Wacha kupambana na Muirani, na Muirani siku zote alikisema kwa huyu si saizi yetu, sisi tunajiandaa kupambana na huyo shetani mkubwa, na damu ya Sayyidul Qaid ndio itamwangusha. Kwa hiyo hizi damu zinazomwagwa tusione kwa kuwa ni dalili ya udhaifu, ni dalili ya nguvu, kwa kuwa sisi si waoga, kama alivyosema al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi, ikiwa dini ya Mwenyezi Mungu haisimami isipokuwa kwa damu yangu kumwagika, imwagike. Kwa hiyo hizi damu ndo zinanyosheleza huu mti ambao ni nini? Shajara tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Kwa hiyo huu mti ni lazima uwe imara, na kuwa imara ikiwa tutaogopa kuuliwa, mti hauwezi kuwa imara. Kwa hiyo haya ni mapambano, na hakuna maisha yatakayokosa mapambano. Ni tahaddiati wenyewe wanavyokuambia. Tahaddiati ndio katika maisha yetu. Hata ukitaka kula upate chakula kizuri, ni lazima upambane ukifikie, sio? Kwa hiyo utapambana upate chakula kizuri, ufanye kazi, uende mbio mpaka uweze kula. Kwa hiyo maisha ni mapambano, na hususan ulimwengu unavyokwenda, ukija ukiangalia historia utapata adui. Na ndipo hata niliwahi kuizungumzia katika khutba ya Ijumaa iliyopita, moja ya falsafa ya vita, moja ya falsafa au hikma ya vita, hususan mfano kama vita vya Badr. Mtume sallallahu alaihi wa alihi alipotengeneza kikosi cha watu 315, alitengeneza lengo ilikuwa nini? Ni kuvamia msafara wa Abu Sufyan. Na ile ilikuwa nini? Mtu aweza kujiuliza kwa nini ameunda kikosi kwenda kuvamia msafara ambao ni msafara wa biashara? Hapa moja ni dalili moja mzuri ambayo yasema ma ukhidha bilquwa, kilichochukuliwa kwa nguvu hakirudishwi kwa meza ya mazungumzo. Huwezi kwenda kukaa mezani. Ndio mmoja katika wataalamu wakubwa wa Palestina ambaye ni mshauri wa Mahmud Abbasi, Saib Uraiqat. Saib Uraiqat yeye alikuwa ni akiendesha mazungumzo ya Palestina, ni yeye asema kuna vipengele 17
ambavyo nimevipata katika Nahjul Balagha, ukitaka kukaa kwenye meza ya mazungumzo ukae vipi. Kwa maana si kila mtu anastahiki ukae naye kwenye meza. Kuna mwingine ukikaa naye kwenye meza umempa nafasi ya kukupiga mgongoni. Kwa hiyo kuna watu hawaelewi lugha ya kukaa kwenye meza mpaka nguvu. Na ndo Mtume sallallahu alayhi wa ali alipotufundisha, alipotengeneza, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, alipotengeneza kikosi kwenda kuuvamia msafara wa Abu Sufyani, ni kutufundisha kuna wengine hawaelewi isipokuwa ni lugha za nguvu, hawaelewi isipokuwa ni lugha ya silaha. Ndio tukaambiwa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallahi. Kwa hiyo tusione hii kuuliwa, hii ndio ile mitihani ambayo ndani ya aya za Qur'ani chungu mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutanabahisha kwa kuwa mustarajie, kwa kuwa mutapata mazuri bila ya kupata mitihani. Kama wao wanavyoyapata na sisi tunapata, lakini sisi tuna matarajio makubwa, na hizi pia ni ishara za dhuhuri ya Imam al-Hujja ajalallahu ta'ala farajahu sharifu. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama mwenyewe alivyosema Sayyidul Qaid katika kikao chake cha mwisho alipokaa na Palestina, akawaambia insha Allah kwa muda usiokuwa mrefu mutaswali Qudsi. Mmoja akamwambia Saidi, wewe ndio utakayetuswalisha. Akamwambia insha Allah mutaswali karibu, lakini mimi sitakuwa na nyinyi. Alikuwa ashajua kwa safari yake imekaribia, na ndio wengine wataalamu wanasema Saidi alijua na akafanya maksudi afe shahidi, damu yake ndio izidi kuiweka imara Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Kwa hiyo maisha ni mapambano, kuuliwa, kupigwa mawe. Mimi siku zote ninasema mti ambao haupigwi mawe ni mti ambao hauna matunda, sio? Kwa hiyo sisi tupigwa mawe kwa sababu gani? Tuna matunda. Kwa hiyo tusivunjike moyo wala tusife moyo. Ala inna nasrallahi qarib, alaysa as-subhu biqarib. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ushindi ni wetu, na mimi nina imani Muamerika tutampigisha magoti na Pakanyao inshallah atamfuata nyuma. Kwa hiyo inshallah ushindi hauko mbali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ibn Abil Hadid katika sharhi ya Nahjul Balagha alipomzungumzia Imam Ali, kuna mmoja mwana mashairi alikimsifu mmoja katika watawala wa Banu Abbas. Akajaribu kumtungia mashairi sana, akakuta mashairi hayakubali. Akaulizwa kwa nini? Akasema kwa sababu nikikusifu ni kama ninajaribu kulisifu jua na hali ya kuwa kila mmoja yuwaliona. Kwa hiyo badala ya kukusifu afadhali ni kuombee dua. Ndio Ibn Abil Hadid akasema huu ni mfano wa al-Imam Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na Sheikh Ahmad Hassan al-Baquri pia mmoja katika wasomi wa Kimasri ambaye pia ni msunni, akasema haya mashairi hayastahiki mtu yoyote isipokuwa Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye ujua, na ni jua ambalo huwezi ukaliziwia. Ndipo Ibn Abil Hadid akasema Amirul Mu'minin salamullahi alayhi na wafuasi wake wote walikifuatwa kila sehemu kumalizwa, mpaka majina ikawa watu hawawezi tena kuwaita watoto Ali, Hassan, Hussein, Baqir kwa sababu ya chuki za al-Imam Ali salamullahi alayhi. Lakini asema al-Imam Ali ni kama jua, huwezi kuliziwia, ni kama udi, kila ukiuchoma wazidi kutoa harufu mzuri. Kwa al-Imam Ali salamullahi alayhi hakuna uwezekano wa kuweza adui aina yoyote kuweza kumziwia al-Imam Ali salamullahi alayhi, kwa sababu yeye ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa ali. Yeye ndiye tochi, yeye ndiyo nuru. Na ndipo hata ukirudi katika baadhi ya tafasiri za Qur'ani, ndugu zetu mfano al-Allama al-Alusi katika Ruhul Maani asema al-Imam Ali salamullahi alayhi khilafa yake ni khilafa ambayo ndiyo piwa ile iliyochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hiyo ukhalifa wake ni ukhalifa ambao umechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huu ukhalifa wa wengine ni kama maganda tu.
mwenyewe nani, al-Allama al-Alusi katika Ruhul Maani akasema na al-Imam Ali salamullahi alayhi alipochaguliwa rasmi kuwa khalifa akazichanganya hizi mbili, ganda na ile nyama yake ya ndani, kwa sababu yeye ni asili ni ile nyama ya ndani. Ndipo pale tunaposema hata wengine wanapouchukua ukhalifa, ule ni ukhalifa wa dhahir, lakini ile ja'ilun fil ardhi khalifa, ile khilafa ambayo ni wasita, tanazzalu almalaika waruhu ilayhi, au ile tatanazzalu almalaika katika mwezi katika layalul qadri hizi, inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri, laylatul qadri khairun min alfi shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim. Wanamshukia nani? Wanawashukia hawa ndio ambao waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa makhalifa. Kwa hiyo ile ilipoambiwa piwa, wao ndio wasita baina yetu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wao ndio wanaopokea moja kwa moja. Hata kina Sheikh Ibn Arabi wakawa pia wanathibitisha, wasema anaipokea moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali, baada yake ni al-Imam Ali salamullahi alayhi. Kwa hiyo Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na ndipo unapowapata kina Ibn Abil Hadidi wakasema kuwa hakuna anayeweza kumfita al-Imam Ali salamullahi alayhi au kummaliza. Kwa sababu gani? Kwa sababu al-Imam Ali ni tochi, al-Imam Ali ni jua, huwezi ukaliziwia. Al-Imam Ali ni udi, kila unapouchoma unazidi kutoa harufu mzuri, kwa sababu lazima uchome ndio utoe harufu mzuri, sio? Sasa asema kila maadui walivyokuwa wakimpiga vita, wakijaribu juu chini, mpaka akilaniwa juu ya mimbar, lakini leo angalia, alhamdulillah, wafuasi al-Imam Ali salamullahi alayhi leo ndio wameshika khatamu, wanaongoza ulimwengu. Kila mmoja leo alhamdulillah anafuatilia kuwasikiza wafuasi al-Imam Ali wanasema nini. Leo alhamdulillah watu hata wasiokuwa Waislamu wanawasoma wafuasi al-Imam Ali. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii khati haiwezi kuzimika. Hii khati ni mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifa, Allahu waliyul ladhina amanu wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Hii ndio ile khati ya khilafa, ni Allahu waliyul ladhina amanu. Kwa hiyo hii mpaka bendera atakabidhiwa al-Imam al-Hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. La Muhammadin wa ali Muhammad ajjal.